Mheshimiwa Mwenyekiti, moja ya eneo ambalo umeonesha utofauti wa uongozi wako ni pale uliposema hautaki kuendesha serikali yako kwa kodi ya dhuluma. Jambo hili halikueleweka Afrika nzima kwa sababu dunia yote ilikuwa kwenye mtikisiko. Lakini kufuatia maelekezo yako ukasema wafanyabiashara wasifungiwe akaunti zao za benki, wala wasinyang'anywe fedha kwa ajili ya kuendesha serikali, wala mashine za kukusanyia kodi zisifungwe. Ukaelekeza mamlaka ya mapato ikae na wafanyabiashara. Matokeo yake, Mheshimiwa Mwenyekiti, uliongeza mapato ya serikali ambayo tafasiri yake ndiyo miradi hii ya maendeleo ambayo Watanzania wameipata. Wakati nimefika, umeniapisha, mimi ni shahidi. Makusanyo kwa mwezi ule wa kwanza nimefika pale yalikuwa takriban trilioni 1.3 na wastani ukiwa takriban trilioni 1.5 kwa mwaka. Lakini katika uongozi wako umepandisha mapato sasa na kufika wastani wa trilioni 3, zaidi ya mara 2 ya mapato ambayo uliyakuta wakati unashika uongozi wako. Lakini la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, haukupandisha tu mapato, umesimamia vyema mapato yanayokusanywa, jambo linalotafasiri uadilifu wako na uzalendo wako na utu wako kwa Watanzania. Baada ya kupandisha mapato, Mheshimiwa Mwenyekiti, tangu uhuru tulikuwa bado na wilaya zaidi ya 100 hazina hospitali. Ulivyopandisha mapato, umejenga ndani ya kipindi hiki kifupi wilaya zaidi ya 100 zimepata hospitali, na hata hapa tulipo wilaya 4 zimepata hospitali na hospitali ya rufaa. Sio hilo tu, Mheshimiwa Mwenyekiti, tangu uhuru tulikuwa na tarafa zikiwa hazina vituo vya afya. Uliposhika madaraka, umejenga vituo vya afya ndani ya nchi zaidi ya 600, na hapa mkoa wa Katavi zaidi ya 28 wamepata vituo vya afya ili kuokoa maisha ya kina mama na watoto wachanga na wazee, inayotafasiri kuwa wewe ni kiongozi mwenye utu. Lakini si hiyo tu, umejenga zahanati takriban kila kijiji, umejenga zahanati zaidi ya 2800 kutokana na kuongeza mapato. Na tunavyoongea kwa mkoa wa Katavi zaidi ya zahanati 50 mpya zimejengwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, umepandisha mapato na ukasimamia matumizi yake. Sio hilo tu, kulikuwepo na kauli ikitumika ya kwamba watoto wanasoma darasa moja zinawekwa mbao 2, wengine wanafundishwa wameangalia huku, wengine wanafundishwa wameangalia huku. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kuongeza mapato, umejenga madarasa zaidi ya 2700 kwa nchi nzima, na hapa Katavi umejenga madarasa kwa shule ya msingi zaidi, kwa shule ya msingi umejenga madarasa zaidi ya 1000 kwa shule mpya, na umejenga madarasa zaidi ya 1097 kwa nchi nzima, na hapa zaidi ya madarasa 1000 kwa shule za msingi, zaidi ya madarasa 500 kwa sekondari. Hii ni jambo ambalo linatafasiri kwamba wewe ni kiongozi mwadilifu, umeweza kusimamia mapato yakaongezeka na umerudisha mapato yale kujenga miundombinu. Nimetaja tu sekta chache, lakini wakati unaingia madarakani, mkoa kama Katavi kwenye barabara za vijijini tulikuwa na vijiji havina barabara, umeongeza mapato. Mkoa kama Katavi ulikuwa unapata takribani bilioni 19, wewe umewapatia zaidi ya bilioni 60. Walikuwa wanapata takribani bilioni 150 kwenye upande wa barabara za mikoa, wewe umewapatia zaidi ya bilioni 400. Hii inatafasiri jinsi ulivyo kiongozi unaojali utu, unaojali wa Tanzania, uliye mzalendo, uliyesimamia vyema mapato, uliyesimamia uungwana katika ukusanyaji wa mapato. Mheshimiwa Mwenyekiti, si hilo tu, umeimarisha uchumi wa Tanzania. Leo hii tunavyoongea, Tanzania ina akiba ya fedha zaidi ya dola bilioni 6.7, kiwango ambacho hakijawahi kufikiwa. Bilioni 6.7 dola za Kimarekani kwa fedha ya Tanzania ni zaidi ya trilioni 16. Mheshimiwa Mwenyekiti,
kumekwepo na jitihada za watu kupotosha. Na mimi niwaombe wa Tanzania, watu hawa wanaopotosha hawafanyi bahati mbaya, ni jambo baya wamekusudia kwenye nchi yetu. Ni jambo baya wamekusudia kwenye nchi yetu. Nikasikia wengine wanaongelea kwamba serikali imeishiwa hela, ina print hela. Moja, tuna akiba ya zaidi ya trilioni 16. Mbili, hakuna nchi hata moja ina mtambo wake wa kuchapisha pesa ili itumie yenyewe. Hakuna duniani kote. Fedha utaratibu wake mpaka uchapishe inakuchukua miaka 2. Utawezaje kuchapisha fedha baada ya kuingia kwenye uchaguzi? Wanadhani fedha unatoa fotokopi. Karatasi ya fedha sio ya fotokopi, wala hamna nchi ina fotokopi mashine ya kuchapisha fedha. Sasa niwaombe wa Tanzania, ukiona mtu anakuelekeza jambo baya dhidi ya nchi yako, ujue huyo haitakii mema nchi yetu. Kwa wale wasoma Biblia, nendeni mkaone mfano wa Mfalme Sulemani na akina mama wawili ambao moja alikuwa amelalia mwanae akafa. Walipoenda kulalamikia, kila mmoja anasema mtoto wangu. Mfalme Sulemani akataka kujua ni yupi hasa mwenye mtoto. Akasema leteni panga tuwagawanye nusu. Yule asiye na mtoto akasema ndio mfalme, mkate katikati tugawane. Yule mwenye mtoto halisi akasema mfalme usimuue. Ukiona mtu anakuambia fanya fujo kwa nchi yako, huyo hakutakii mema wewe pamoja na nchi yako. Hatuna nchi ya mbadala. Nchi yetu ni hii. Sote tujumuike tulinde amani ya nchi yetu. Sote tutambue hatuna nchi mbadala. Nchi yetu ni hii. La mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, leo naongea na ndugu zangu jamii ya kifugaji huku. Ndugu zangu wa Usukumani, huwa tuna kawaida ya kutuma uwakilishi kwenda kupiga kura. Anaenda mmoja, unasema Egese ameshaenda baba kupiga kura, inatosha. Egese Wajagungolo, inatosha. Ni waombeni, jambo la kupiga kura hatutumi mwakilishi. Twendeni yote tukapige kura. Hata kama wewe siku hiyo unaenda kuchunga, waandae ng'ombe pale. Waandae ng'ombe, wakati wanajiandaa kimbia kituoni kapige kura. Na mimi nilikuwa mfugaji, kama ndo mimi ningekuwa naenda kuchunga na waandaa ng'ombe, Egese wochagi ama pembe doje, wochagi ama kenda. Wakati wanajiandaa na kimbia kituoni, napiga kura, narudi kuwatoa ng'ombe. Usitume mwakilishi wa familia. Twendeni yote tuliojiandikisha tukapige kura.